Waligani mpenzi mtazamaji wa Minobongo na East Africa News. Karibu kwa mara nyingine, tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Asante sana kwamba umesubscribe YouTube channel yetu, lakini vile vile tunakushukuru kwamba umetufollow kupitia Instagram, TikTok, Thread pamoja na Facebook. Leo ni siku nyingine njema, nimekuja kufanya exclusive interview na mwanadada anayefahamika kwa jina la Lucita au Mrs. PM. Wengi mnamfahamu hivyo kupitia TikTok. Nia na madhumuni ya kuja kuzungumza naye ni kwa sababu za taarifa ambazo alizitoa kupitia ukurasa wake wa TikTok majuzi kwamba ujauzito wake umeharibika. Ni kama wiki 3 zimepita tangu tufanye naye mahojiano baada ya video yake iliyo trend kwenye mitandao inayomuonesha akicheza na kipimo cha ujauzito, kipimo cha mimba kwenye shughuli huku akiringishia wenzake. Na tulipomuuliza akadai kwamba alifanya vile kwa sababu alikuwa amechoka maneno ya mawifi zake. Walikuwa wakimcheka wakidai kwamba yeye hana uwezo wa kubeba mimba, na hao ni mawifi zake kwa ex wake wa zamani, lakini alivyoachana na kaka yao akampata mpenzi mpya, basi akapata mimba chapu. Ndio maana akaamua kuwaumiza roho kwa sababu wote walikutana kwenye ile shughuli. Sasa tumekuja kuzungumza naye baada ya kusikia taarifa za kwamba mimba imetoka, ili tujue nini kilitokea, sababu ni zipi, na mahusiano yake na baba mwenye ujauzito uliotoka yakoje. So enjoy hii exclusive interview. Kubwa zaidi hakikisha unatufollow na kusubscribe. Mambo vipi Lucy? Poa. Pole sana. Nishapoa. Unaendeleaje? Salama. Naendelea vizuri. Okay, juzi ulitoa taarifa kwenye ukurasa wako za masikitiko za kwamba ujauzito wako umeharibika. Watu wengi walipatwa na butwaa kwa sababu mara ya kwanza kipindi tunafanya mahojiano na wewe ulituhakikishia kwamba uko vizuri, umejipanga na hakuna atakayeweza kukufanya chochote na utakuwa imara hadi unajifungua. Nini ambacho kimetokea? Ndio hivyo. Mimba imenitoka. Imetoka tokaje, kwa mazingira gani? Nakumbuka hiyo siku nilienda kwenye shule. Nilienda kwenye shule nirudi kama saa 7 hivi nice. Tumbo likana saa 7 usiku. Tumbo likana niuma sana. Sasa nikachukulia kawaida. Kesho yake asubuhi naamka naona sijielewi. Na kama vitu vya kunitoka nikaenda chooni. Ndio hivyo. Pole sana. Nishapoa. Baada ya kwenda kuona kwamba kuna hali sio kwa sawa, nikampigia PM, nikamwambia mbona sielewi. Kwanza niombe hivi, mbona kama vitu vinanitoka? Akaambia kwa nini? Nikamwambia naona hapa tumbo linaniuma na vitu vinanitoka. Yani vinanitoka, vinaniuma, vikinitoka vinaniuma. Akasema basi nenda hospitali. Ukienda hospitali ni check, niambie hospitali gani upo nije. Ndio nikaenda. Ndio nikaambiwa hivyo. Ukaambiwa imetoka. Ulipokeaje taarifa za kwamba ujauzito wako umetoka? Niliumia. Niumia, afu na PM mwenyewe alikuwa amini. Akamwambia yule daktari, kwani mimba imetoka hadi niambie. Hadi sio nimeitoa. Ndio hivyo. PM mwenyewe alikuwa haamini. Nadhani kama nimeitoa. Sasa nini ambacho kilimwaminisha kwamba imetoka bahati mbaya na sio wewe uliyeitoa? Dokta akamwambia hivi, kama mtikisiko, yani mtoto kama alikuwa na sikuelewa alikuwa anaongea hao. Mimi akaniambia vitu kama ilicheza, ilikuwa inacheza. Baada ya PM kuambiwa hivyo, aliridhika na majibu ya dokta? Aliridhika, lakini alikuwa anataka ajue kama imetoka au nimetoa. Vipi situation ilivyo sasa hivi kati ya wewe na PM? Mko sawa? Alienda ni ile kama ya zamani? Tupo sawa. Ulivyosema hapo majibu ya dokta kwamba taarifa ni kwamba mtoto alikuwa anacheza. Kwenye shughuli wewe unaenda kufanya kazi gani? Kucheza. Kucheza.
Kwa hiyo hata hiyo shughuli ambayo ulirudi saa 7 usiku ulikuwa unacheza. Kucheza ndo kama kule kwa vibao kata na. Amna, sichezi vibao kata, ila kucheza taarabu shengesha. Kaeka ze. Ndio. Wakati mwingine si mnatikisika kabisa. Uoni kabisa kwamba wewe umekuwa chanzo cha huu ujauzito kutoka kwa sababu ulikuwa mtu wa kucheza cheza na huku una ujauzito? Haikupangwa labda. Haikupangwa. Tangu umekuwa mjamzito, hii ndio ilikuwa shughuli ya kwanza unaenda kucheza au ni shughuli nyingi tu ulikuwa unaenda kucheza? Nyingi. Na ukienda kucheza ulikuwa uoni hii dalili ya utofauti tumboni kila unaporudi kwenye kucheza? Nilikuwa sioni tofauti. Nilikuwa nachukulia kawaida. Kuna ukweli kwamba kwenye kuharibika kwa ujauzito wako unahisi kuna mkono wa mtu? Upo. Unahisi kuna mkono wa mtu? Upo. Kina nani ambao unawahisi? Maifi zangu. Mawifi? Mawifi zako kwa upande wa ule bwana wako wa zamani? Ex. Wale ambao ulienda kuwaringishia kipi? Wewe kwa nini umewahisi wao? Wachawi wale bara. Wana uchawi. So ulijua wachawi tangu mwanzo lakini? Nilijua. Kwa nini uliwaringishia wakati unajua kabisa kwamba watu wanaweza kunifanyia kitu? Sikufikiria hivi mbele. Ndio hivyo. Ila wachawi sana. Kwenye hizo shughuli huwa unakutana nao? Sana. Ulikuwa ukikutana nao nini ambacho mlikuwa mkifanya labda kwa pamoja? Tunapitana kama mtu na wake wenzake. Kama mlikuwa mnapitana, amzungumzaji, hamna story yoyote, unahisi walikuwezea wapi labda? Kuna mmoja uongo zambi jamani. Kuna mmoja alinishika tumbo, niseme tu kweli. Alikushika tumbo? Hiyo shule ya mwisho hiyo, wallahi. Hiyo ndo ambayo umeulisikia tumbo? Na niuma alinishika tumbo. Ongera ndo hapo. Sasa ulikuwa uongei nao kushika tumbo kipi? Eti mimi anachosha. Mapolisi wanajua ushirikina, nikawakamata nikawafunga. Mara nishika tumbo, ongea. Alipokuambia ongera wewe ukajibu? Nikamwambia asante. Asante nikamwambia hivyo. Sasa ndo narudi nyumbani tumbo linaniuma, sasa nikachukulia kawaida. Pole sana. Nishapoa. Kuna video moja mliposti majuzi kutwa, mpo beach mnacheza pia na TikToker wenzako, mnafanya challenge sijui, ukasukumwa ukadondokea tumbo. Watu wengi naona kwenye comment pale walicomment kwamba wewe ni mjamzito, unacheza michezo hatari namna hii, uone ni hatarishi kwa mtoto. Ilikuwa bado haijatoka siku ile nadhani. Ilikuwepo. Ile michezo kweli ukuona kama ilikuwa mibaya? Amna, kwa sababu nilikuwa nafanya challenge, nilijikwaa. Soka nilisukuma kwa nguvu, nilisukuma taratibu, lakini mimi nilijikwaa, nilikuwa nimejilegeza kwa nikadondokea tumbo. Kwa nini ufanye challenge wakati una ujauzito? Kwa nini usisubiri ujifungue? Napenda. Napenda. Mlikuwa tayari mmepanga hadi jina la mtoto? Mpanga muite nani? Jina la mtoto linaanza na K. K? K tena? Kwa umerudishwa nyuma kimtindo? Sio sana. Sio sana? Si atasimamia ukucha tena. Eti? Atasimamia ukucha tena. Lini? Suni tu nikikaa sawa nitaenda. Kwa nini siende? Lazima uende. Mapema, uhakika kwa afya. Kweli? Uhakika. Kwa hiyo imetoka, lakini atasimamia kucha tena. Atasimamia kucha tena, mambo kwa rere. Itapatikana sana kwa chapu kwa haraka. Mwezi wa pili itakuwa haitofika. Eti? Mwezi wa pili haitofika. Mwezi wa pili haitofika. Sasa hivi sasa ukibeba nini utafanyaje sasa? Utaacha kwenda kwenye shughuli, utaachana? Kutoenda kwenye shughuli uongo. Kwenye shughuli huwezi kosa. Uongo nisikufiche. Mimi yani nime vyote lakini sio kwenda kwenye shughuli. Okay. Umenyima haki yangu ya msingi. Hivi unahisi kwa nini PM anakupenda sana? Mapenzi. Na umeonyesha mimi mtu 2000. Watoto 2000 mna? Watoto 2000 bara.
Mapenzi, ukisema mapenzi watu wanasema, wengi wanajua tu, kwa nini wewe ujivunie? Ananisifia. Sifia Sana. Kwamba naweza nini? Kazi yake, vitendo yake. Kumbe. Hakika. Kumbe. Kumbe unalipa sana kabisa. Kwa story ambazo nimewahi kufuatilia kuhusu wewe, kuhusu maisha yako tangu nimeanza kufahamu TikTok, asilimia kubwa wanaume ambao umekuwa ukidate nao ni wafupi. Nimekosea? Hujakosea. Kwa nini unapenda sana wanaume wafupi? Wanasimamia ukucha. Wanasimamia ukucha. Unamaanisha nini? Wanajua. Wanajua. Mtu mzima ushaelewa nikisema hivyo. Ndio maana unawapenda sana. Kwa hiyo warefu wako kawaida. Warefu kawaida. Wafupi ndo wanayaweza. Kweli? Okay. Hapa naamini pia wewe unapenda sana viwanja sana. Naomba nitajie kiwanja kimoja ambacho ukienda una uhakika wa kukuta vijana ambao hawana mbambamba kwenye kugawa bia. Yaani hapo unajua kabisa kwamba ukifika hichi kiwanja hakina ubabaishaji. Yaani vijana ukiwakuta mle hakuna ombaomba. Ni vijana ambao lazima meza zao ziwe zimeshiba. Velvet. Velvet. Hapo ni uhakika. Uhakika. Wale rafiki zako vipi baada ya kupata taarifa za kwamba ujauzito wako umeharibika na wakina sijui nani? Wamenipa pole. Wamekuja huko? Wamekuja. Mbona unapajua wamekuja? Wamekuja huko. Nakupa pole sana. Okay. Amekuja mara ngapi PM tangu upate hiyo shida? Hapa ni mpishana nikatoka sasa hivi. Kwa ni kitu gani kinakuvutia sana kwa PM ukiachana na ufupi wake? Kutokana nini? Ukiachana na ufupi wake, nini kingine ambacho kinakuvutia sana kwake? Anajali. Hivyo anamsikiza mwanamke, anajali, yani anajali Mungu, yani Mungu alipunguzia maisha, mimi amwekeze. Watoto 2000 wanaozidi mashangazi, vitu gani viwili vikuu? Mashangazi wanalala, wa 2000 wanachangamka, wanajishughulisha. Kwa ndo cha kwanza hicho kwamba mashangazi ni vilaza, wao wamelalala, alafu watoto 2000 yenyewe damu inachemka, amechangamka. Tunachangamka. Kingine? Tuna tofauti nyingi kwa sababu mashangazi wanatoa hela, si atoa hela. Nyinyi ndo mna changamsha. Nyinyi ndo mnapewa hela. Si ndio? Mashangazi anatoa hela afu mnaletewa nyinyi. Tunatoa sisi. Okay. Kweli kabisa. Kweli. Hivi unaweza kudate na winga? Winga? Kwa nini si date naye? Maisha yashanipiga, kwa nini si date? Na date na mtu yote. Kwa hiyo ukimpata winga unahisi ni faida, tuseme winga wa Kariakoo, unahisi ni faida gani mbili unaweza kuzipata kwa winga wa Kariakoo? Faida. Yes, anafanya mawinga kama vitu. Kuna vitu nitavitaka, ataniletea. Hata nipiga kwa juu, maana unajua winga wanapiga cha juu. Mimi hata nipiga cha juu. Okay. Nipe faida mbili za kudate na mwizi. Yani sina cha kuambia. Wanajali bala. Wanajua wanafanya kwa ajili. Sitakuongea ila tu ndio hivyo wanajali. Okay, faida mbili tu. Faida ya kwanza. Unajua mwizi nao kazi. Wangekuwa yani wataki wizi wangewapa kazi wale wezi. Kwa hivyo mimi yani kwa mwizi respect. Anabaruza. Nikamwambia nataka simu analetea. Kama hivyo simu analetea. Na unajua ya wizi afu fresh. Sijari. Analetea. Okay. Miongoni mwa tabia ambayo nimekuwa nikiona uko nayo ambayo naona ni tofauti sana na mabinti wengine. Wewe ni binti ambayo ukipenda unajisikia kuambia ulimwengu wazi kwamba nimempenda mtu fulani. Wakati mabinti wengine wa 2000 wanaona nikisema nitakuwa nimejizibia riski zangu na nini hivyo. Kwa nini umekuwa hivyo kwamba
uoni shida ukimpenda mwanaume kuambia ulimwengu wote ujue kwamba huyu ndo mwanaume wangu? Kwa sababu nataka wajue kabisa kama ni mtu wangu. Au sasa kujitangaza tu bila huduma. Lazima najua pale napata huduma ndio maana najitangaza. Siwezi mtu anipe chochote afu nijitangaze. Si nitaharibu kwa wengine kwa. Ndio hivyo. Na uhakika kwa hivi najitangaza hapa kwa Mrs. kama mimi naita Mrs. PM. Najua uhakika muda wote niko na shida napiga stem moja nikikata ila muamala. Okay. Ile ishatumwa. Kwa hiyo yani siwezi ndio hivyo. Alafu nampenda. Hivi mfano ikatokea kwamba mmezinguana na PM, ni mfano umezinguana na PM, moyo umedondokea kwa Bina, unaweza ukabadili ukatoka Mrs. PM ikawa Mrs. Bina? Alafu sibi kitu ambacho mkijui. Mimi ni mtu mmoja hivi ninapenda haraka na ninaacha haraka sana. Ila kwa PM siwezi. Kama leli ishafika mwisho wake. Kweli. Nampenda sana na alafu kitu ambacho anataka atambue sije kumchiti. Sije kumchiti. Jamani, sije kumchiti. Shida nini? Hamna, kwa sababu ni kitu ambacho sijai kumfanyia mpenzi wangu, sijai kumchiti, ninampenda kwa sababu ananipa muda wote nachotaka. Ananiridhisha, ananitoa shida zangu zote za kimwili. Kweli. Siwezi kumchiti, siwezi kwenda kwa mwanamume mwingine. Okay. Neno moja kwa mashoga zako ambao wamehusika labda kila namna moja ama nyingine ambao unawakisia wamehusika kwenye ujauzito wako kupata shida. Wasubiri nyingine inakuja. Nyingine? Inakuja ipo lele. Neno moja kwa fans wako wa TikTok ambao wanakutazama. Nawapenda, waache kukomenti ujinga wana news, nitawablock. Asante sana. Asante pia.